Mheshimiwa Naibu Spika, mtakubaliana nami kwamba Mheshimiwa Naibu Spika, hivi sasa sisi kama taifa tuna tatizo moja la msingi na ni lazima tulisimamie kwa makini sana. Makubaliano ya mikataba ya miradi yanachukua muda mrefu sana, yani negotiation. Mimi nimeanza kusikia taarifa za kufanyiwa kazi miradi ya kusindika gesi asilia LNG pamoja na mradi wa chuma na makaa ya mawe Liganga tangu nikiwa waziri mwaka 2013. Mpaka leo bado tuko kwenye mijadala ya mikataba hiyo. Natambua kuna haja ya kufanyia kazi mikataba hii kwa umakini ya hali ya juu, lakini natambua pia iko tofauti kati ya umakini na kuchelewesha mambo. Mheshimiwa Naibu Spika, athari yake ni nini kuchukua muda mrefu kuidhinisha mikataba hii? Kuna athari mbili. Hivi sasa duniani unafanyika utafiti wa matumizi ya gesi ya hydrogen kama chanzo cha nishati. Utafiti huu ukifanikiwa, gesi yetu itabakia chini ya ardhi kama makumbusho. La pili, hivi sasa dunia inafanya utafiti juu ya kupata chanzo mbadala cha kutumia chuma. Badala ya kutumia chuma, watu wanafikiria kutumia madini ya platinum na titanium. Hilo likifanikiwa, makaa ya chuma cha Tanzania kitabaki bila kufanyiwa kazi. Lakini jambo la tatu, suala la matumizi ya makaa ya mawe kama chanzo cha nishati. Hivi sasa dunia inazungumzia juu ya haja ya kutumia nishati iliyo safi. Makubaliano hayo yakifikiwa, basi hapana shaka kwamba makaa ya mawe ya Tanzania yatakuwa hayana matumizi. Ndio maana nasisitiza kuna haja ya kukamilisha miradi hii na majadiliano haya yakamilike haraka iwezekanavyo ili miradi hii ianze kufanyiwa kazi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mnasaba huo naiomba sana ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuwapeleka vijana wake wanasheria nje ili wapatiwe mafunzo ya vitendo katika masuala ya majadiliano na maridhiano ya mikataba. Na hapa sizungumzii shahada. Unaweza ukawa na shahada 1, 2, 3, lakini weledi ukawa wa kiwango cha. Mimi nazungumzia mafunzo ya vitendo ambayo utafundishwa maadili na mitazamo sahihi ya kufanya mambo. Ndilo ninalolisisitiza.